Mwanafamilia wa Mbayu TV, mwanasiasa mkongwe na aliyewahi kuwa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Dr. Wilbrod Slaa ametoa ufafanuzi kuhusu kauli ya no reform no election, akisema kuwa si msimamo wa Chadema kususia uchaguzi bali kuzuia uchaguzi, na ni wananchi wenyewe ndio watakaoongoza zoezi hilo iwapo hakutakuwa na mabadiliko ya msingi katika sheria za uchaguzi. Akizungumza kupitia jukwaa la Kumekucha la mtandao wa Clubhouse, Dr. Slaa amesema kuwa tafsiri ya mwandishi wa habari mwandamizi Ansbeth Ngurumo kuhusu msimamo wa Chadema inaweza kuwa na upotoshaji kwa sababu ya ukosefu wa uelewa wa kina juu ya hoja hiyo. Namnukuu Dr. Slaa akisema kuwa taarifa ya Ansbeth ikiachiwa ilivyo inapeleka ujumbe wenye shida. Huenda hajaelewa vizuri maana ya no reform no election, na ikiachwa hivyo itakuwa ni upotoshaji. Kuna watu ambao hawana chanzo kingine cha taarifa, wanategemea mitandao. Kwa hiyo ukiwapelekea hiyo worries anayoitaja Ansbeth kwa sababu tu hajafanya utafiti, itakuwa sio vizuri, amesema Dr. Wilbrod Slaa. Ameeleza kuwa msingi wa kauli hiyo ya no reform no election unatokana na mazingira halisi ya uchaguzi nchini, hasa baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika miezi michache iliyopita, ambao alidai ulikumbwa na dosari nyingi. Namnukuu anasema, tujikumbushe kwamba ni miezi mitatu tu tumetoka kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, na kwa uchafuzi tuliouona ni mjinga tu anaweza kukubali kushiriki uchaguzi mwingine kabla ya mabadiliko ya msingi katika sheria za uchaguzi. Wenzetu wanapotosha kwa kusema kuwa marekebisho ya sheria yalifanyika mwaka jana, lakini ni wale tu ambao hawajasoma yale marekebisho ndio wanaweza kusema sheria zetu zimeboreshwa, amesema Dr. Wilbrod Slaa. Dr. Slaa alisisitiza kuwa ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa mamlaka yote kwa wananchi, hivyo wao ndio wenye uamuzi wa mwisho kuhusu uchaguzi. Namnukuu anasema, kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania kupitia sheria zilizorekebishwa, wananchi ndio watakaosema no reform no election, sio Chadema inasusia au haitashiriki. Wananchi wenyewe ndio watakaozuia uchaguzi. Hii ni haki yao kwa mujibu wa ibara ya 8 ya Katiba inayoeleza kuwa mamlaka yote yanatoka kwa wananchi. Kwa mujibu wa Dr. Slaa, msimamo wa Chadema si tu kauli ya kisiasa bali ni harakati za wananchi kuhakikisha haki yao ya kupiga kura inalindwa. Ameeleza kuwa wananchi wameonyesha dhamira yao ya kuwaunga mkono kampeni ya Tonton inayohamasisha mchango wa fedha kusaidia harakati za kudai mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Na mnukuu tena Dr. Slaa anasema, wananchi wenyewe walivyochangia hela hao tayari wanatosha kusema no reform no election. Sasa kama walivyotoa ratiba, Chadema wanakwenda nchi nzima kuhamasisha hili, na hakuna propaganda itakayosimamisha nguvu ya wananchi, amesisitiza Dr. Wilbrod Slaa. Kauli ya Dr. Slaa imekuja baada ya Ansbeth Ngurumo kuhoji iwapo Chadema ina uwezo wa kuzuia uchaguzi na kupendekeza kuwa kama chama hicho kina nguvu hiyo, basi ni vyema kikatumia nguvu hiyo kushiriki na kushinda uchaguzi. Kwa mtazamo wa mwenyekiti anaposema ili iweje, unaona kabisa hii ni kauli ya kususia uchaguzi. Sasa swali linakuja, je, Chadema kikiamua kususia uchaguzi, vyama vingine vyote vitasusia? Mwenyekiti anasema uamuzi uliopo sasa ni kuzuia uchaguzi iwapo hakuna mabadiliko. Swali ni kweli katika mazingira ya kisiasa Tanzania tunayoyafahamu, Chadema ina uwezo wa kuzuia uchaguzi? Alihoji Ngurumo, swali ambalo limemfanya Dr. Wilbrod Slaa aweze kuibuka. Na hili ni swali ambalo Ansbeth Ngurumo aliweza kulihoji katika ule mdahalo ama mkutano ambao uliandaliwa na jukwaa la wahariri nchini kwa maana ya TEF, wakiwa na viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Ngurumo yeye aliweza kuhoji kama Chadema ina uwezo wa kuisimamia kauli hii, kwa sababu ni kitu ambacho hakijawahi tokea kwa muda mrefu, wala hatujawahi kushuhudia kitokea katika siasa za Tanzania, kwamba uchaguzi usifanyike, hususan uchaguzi mkuu, ama uchaguzi mkuu usogezwe mbele, kitu ambacho by the way hakijawahi kushuhudiwa kwa zaidi ya miaka yote ambayo tumekuwa tukifanya uchaguzi. Inawezekanaje leo hii swala hili likafanikiwa, kitu ambacho Chadema walikuja wakamjibu, na kitu ambacho kilipelekea mdahalo kuwa mrefu zaidi, na ndio maana umeona mpaka siku ya leo hii umeweza kuendelea na kumuibua mwanasiasa mkongwe ambaye siku za nyuma tu wiki iliyopita ameweza kutoka
gerezani ambapo alikuwa amewekwa mahabusu huko kwa mashtaka mbalimbali akiwa yanamkabili, kwa maana Dr. Wilbrod Slaa. Yeye ameweza kuonyesha kwamba anawaunga Chadema mkono na anaamini katika mazingira yoyote yale swala hili linawezekana, na amebaki katika msimamo ule ule, akitumia jibu ambalo aliweza kulitoa mwenyekiti wa chama hicho Bwana Tundu Antipas Lissu, ya kwamba wao hawawezi kususia uchaguzi peke yao, lakini watatumia nguvu ya umma, kwa maana ya wananchi ambao ndio wenye haki ya msingi ya kuhakikisha kwamba wanapiga kura na kuwachagua viongozi ambao wanawataka. Kwa maana hiyo, endapo wananchi wataamua kuwaunga mkono, basi ajenda hii na hoja hii inaweza ikawa inatimia kwa namna moja ama nyingine. Ni mambo yamekuwa ni ya moto kwelikweli, na ni kawaida kushuhudia vitu kama hivi, mivutano namna hii, hususan katika vipindi vya uchaguzi. Utakumbuka mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi nchini Tanzania. Mtazamaji wa Mbayu TV, ni kukumbushe kama bado haujasubscribe YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupa wewe kila siku na kila saa. Na pia unayo fursa ya kutufuatilia pale katika Instagram account yetu, huko tunapatikana kwa jina la Mbayu TV. Tunakuelimisha na kukuburudisha wewe huko pia. Langu jina mimi ni David Edward. Uwe na siku njema.